أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوة الكرام, baada ya kumshukuru Allah jalla jalalu na kumtakia rehma na amani kipenzi cha umma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama, ayatun nurul ajiba, ninakuletea ndugu yangu mpendwa mtazamaji aya yenye nuru ya ajabu. Radidha wasatuftahu laka abwab albasira. Aya hii ukisoma kwa idadi ambayo nitakuelekeza, basi wallahi utaona milango ya nuru kwako wewe inafunguka, milango ya nuru ya uoni inafunguka, na uoni huu unakuwa ni uoni ule wa kiroho, inafunguka kwako wewe. Watara ma khufiya nnas, na utaona mambo ambayo watu wengine hawawezi kuona, utaona mambo ambayo wengine hawayaoni. Watumnahul karama, na aya hii inakupa karama, kakaramati auliyai, kama vile makarama ya wale waja wema ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yupo karibu nao sana sana sana. Man qaraa hadhihi alaya, yoyote atakayeisoma aya hii ya nuru ya ajabu, wasaala Allahu bibarakatiha, na akamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baraka ya aya hiyo, basi Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa inna Allaha sayutiha, Mwenyezi Mungu atampatia kabisa kabisa, iyaha, Allah Subhanahu wa Ta'ala sayutiha iyaha, atampatia. Wayara binuri llahi wa barakatihi, na mtu huyo ataona uoni wa kiroho kwa baraka ya nuru ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu wapendwa watazamaji, hapa nataka nizungumze jambo moja. Aya hii ukitaka kuitumia, ndugu yangu, hakikisha wewe mwenyewe uwe katika hali iliyokuwa nzuri, isiwe uko katika hali ya kumuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kisha ukataka kutumia aya hii ili uweze kupata nuru ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nuru ya Allah jalla jalalu haikai sehemu ambayo ni mbaya, sehemu ya maasiya. Ni maana kama wewe unamuasi Allah tabaraka wa Ta'ala, ni lazima kwanza ufanye tauba, ufanye istighfar, ujisafishe, kwa sababu hii aya ina nuru ya Allah tabaraka wa Ta'ala, na nuru ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haiwezi ikakaa sehemu iliyokuwa chafu. Kwa hivyo wewe mwenyewe jitizame kwanza, kama matendo yako ni mazuri, basi fanya kazi hii ni nzuri sana, utaona maajabu kwa idhini ya Allah tabaraka wa Ta'ala. Wa hiya ayatu min surati Nur, nayo si aya nyingine bali ni aya ambayo ipo ndani ya surati Nur, aya nambari 35 surati Nur, inayosema baada audhu billahi minash shaitani rajim, Allahu nuru samawati wal ardi mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Aya nambari 35 surati Nur. Aya hii ndugu yangu mpendwa mtazamaji, utaisoma mara 1000, mara 100. Aya hii utaisoma mara 100 kila yaumin baada salati subuh wa baada salati al-maghribi, kila baada ya swala ya asubuhi kimaliza pale isome aya hii mara 100, na baada ya swala ya maghribi isome mara 100. Lakini yapendeza kazi hii
ukiwa unaifanya baada ya kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mara 100, Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wasallam, na baada ya kufanya istighfari mara 100, kisha fanya zoezi lako la kusoma ayati nurul ajiba, aya yenye nuru ya ajabu. Aya hii ndugu yangu mpendwa mtazamaji, itakupa nuru ya Allah moja kwa moja, lakini ikiwa wewe ni mtu mwema, ukiwa wewe ni mtu wa kufanya mambo mazuri. Ikiwa wewe ni mtu wa kufanya mambo mabaya, wallahi hauwezi kupata nuru hii. Na ukiipata hii nuru ya Allah, utaona mengi watu wasioyaona, utakuwa na makaramati, utakuona mambo mengi ambayo yamejificha watu wengine hawaoni. Chukua hiyo ndugu yangu mpendwa mtazamaji, fanyie kazi. Wallahu alam, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.